Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GSLA imetoa tuzo maalum kwa wanafunzi na walimu wa masomo ya sayansi waliofanya vizuri katika masomo ya fizikia, kemia, biolojia na hisabati kwa mwaka wa 2023-2024 kidato cha 6 na kidato cha 4. Akikabidhi tuzo hizo kwa niaba ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Mhagama, mkurugenzi wa tiba Wizara ya Afya Dr. Hamadi Nyembea amesema tukio hilo ni udhihirishaji wa kutambua umuhimu wa masomo ya sayansi katika jamii na kwa walimu na wanafunzi kuweza kuendelea kusoma kwa bidii na kuleta ufanisi kwa nchi na kwa mwanafunzi husika. Aidha, ili kukidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais na wananchi wake, huduma bora za afya zinapatikana kwa wananchi katika maeneo mengi nchini. Na ndio maana kwa sasa asilimia 75 mpaka 80 ya Watanzania wanaweza kuzifikia huduma za afya ndani ya kilomita 5 ya maeneo wanakoishi. Hii ni kutokana na uwekezaji mkubwa baada ya kupatikana wataalamu waliosoma masomo haya kuweza kuhudumia wananchi. Kwa suala la kuwa na wataalamu wenye weledi na ubobevu ni la msingi sana ili kuweza kutoa huduma ambazo ni bora. Na ni suala ambalo halina budi kupewa kipaumbele na serikali ili kuweza kuboresha afya za wananchi, lakini pia kuwafanya wananchi waweze kuwa na ufahamu wa mazingira yao wanakoishi. Ndugu washiriki, wizara yangu na taasisi zake ni mnufaika mkuu wa wanafunzi hawa, wahitimu hawa kwa masomo ya sayansi. Tukihitaji madaktari, tukihitaji wafamasia, tukihitaji wa radiolojia, tukihitaji wataalamu wa maabara, tukihitaji manesi, tukihitaji mainjinia wa vifaa tiba, tukihitaji wataalamu wa kompyuta kwa ajili ya kuendesha mifumo ya afya. Ni wahitimu hawa ndio ambao tunategemea kuwapata baadaye waweze kuendesha sekta, waendeshe hospitali zetu, kuendesha vituo vya afya, kuendesha zahanati. Kwa maana hiyo, wataalamu hao wanahitajika sana kwa wingi katika sekta ya afya, lakini pia sekta zingine zote ambazo zinategemea natural sciences. Na tukio hili leo ni udhihirishaji wa kutambua umuhimu wa sayansi katika jamii zetu na kutoa hamasa kwa watoto wetu kupenda masomo haya ili wajitume kwa kusoma kwa bidii, pamoja pia na walimu kufundisha kwa bidii. Maana walimu pia wanafunzi wanashindana, lakini pia wanafunzi na walimu pia wanashindana. Mwalimu kama ameonekana amekuja mwaka huu, anatamani pia mwakani awepo, mwaka kesho kutwa, yani awepo kila mwaka, ili mwisho wa siku wanafunzi wamuite TO kama wanavyoita wanafunzi wale. Aidha, Dr. Nyembea ameshauri mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu kuweza kushirikiana na sekta binafsi katika kuzipamba na kuzitangaza zaidi tuzo hizo ili utoaji wa tuzo hizo kufanyika kwa ukubwa zaidi. Nilikuwa nataka nitoe maoni kwamba kuna umuhimu sana, hasa kipindi hiki, kuunganisha nguvu ili kuzidi kuongeza hamasa kwenye jamii. Tukio hili linapaswa kuwa kubwa zaidi ili likifanyika nchi nzima iweze kujua, watu wote mpaka vijijini waweze kufahamu. Tena siku hizi tukichagizwa na digital age, watu sasa wana simu mpaka vijijini waweze kujua kwamba kuna tukio hili, na vijana hasa wale umri wa chini waweze kuona na kupata hamasa. Akizungumza wakati wa kumkaribisha mgeni rasmi, mkemia mkuu wa serikali Dr. Fidelis Mafumiko amesema lengo la kutoa tuzo hizo ni kujenga hamasa kwa vijana kupenda kusoma masomo ya sayansi kutokana na masomo hayo kuwa na mchango mkubwa katika taifa, hasa kwa upande wa sekta ya afya. Hafla hii ni sehemu ya mchango wa mamlaka katika kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuboresha elimu na hasa hususan eneo hili la sayansi, masomo ya sayansi, na kuhamasisha watoto au vijana wetu kupenda kusoma masomo ya sayansi. Katika kuunga mkono juhudi hizo, mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali imeendelea na utaratibu huu wa kuwapongeza na kuwazawadia wanafunzi au wahitimu wa kike kwa wa kiume wanaokuwa wanahitimu kidato cha 4 na kidato cha 6 ambao wanajitokeza kuwa wamefanya vizuri zaidi
katika mitihani yao ya taifa kwa masomo hayo niliyoyataja awali. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaratibu huu wa kuwazawadia wanafunzi au wahitimu hao, lengo lake kubwa hasa sisi kama taasisi mojawapo wanufaika ni kujenga hamasa kwa vijana wetu kupenda na kusoma masomo haya ya sayansi, kwa sababu tunajua yana mchango mkubwa sana katika ujenzi au uandaji wa taaluma mbalimbali ikiwemo taaluma ya afya. Kwa upande wake, mwakilishi wa kamishna wa elimu kutoka Wizara ya Afya, Sayansi na Teknolojia, Bi Salome Benjamin, amesema Wizara ya Elimu inaunga mkono uwepo wa tuzo hizo na amebainisha kuwa juhudi kubwa zimechukuliwa na serikali kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi. Kupitia Wizara ya Elimu kuna juhudi mbalimbali ambazo zinafanyika na fursa zinatolewa kwa ajili ya vijana hawa, ikiwemo ufadhili katika maeneo mbalimbali, ikiwemo katika kupewa fursa za mikopo. Vijana hawa wanapatiwa kulingana na ufaulu, na hasa sayansi inapewa kipaumbele. Hivyo tunawapongeza sana vijana wetu kwa hatua hii. Lakini pia tunatambua juhudi za walimu kwa kazi kubwa wanaoifanya kuwafikisha vijana katika hatua hii. Hivyo tunawapongeza sana walimu wetu ambao wamewakilisha siku hii ya leo katika hafla hii. Miongoni mwa wanafunzi waliofanikiwa kupata tuzo hizo, nao waliweza kueleza kwa namna gani walivyojitoa ili kuweza kutimiza malengo yao ya kielimu kwa upande wa sayansi. Kwa hiyo hapo ni kitu ambacho ilisaidia, lakini pia pale Mzumbe kuna watu wanaitwa ni Mzumbe alumni, kwamba wale waliosoma Mzumbe pale wametusaidia katika kuhakikisha kwamba kuna vitabu vya kutosha, lakini pia wamesaidia kutupatia ni maabara ambayo iko vizuri, lakini pia kuna maabara ya kompyuta ambayo imeanzishwa pale shuleni. Inasaidia sana kupata hata kama resource kwamba zipo kwenye vitabu vyetu, ile unaweza kupata mtandaoni. Ukienda pale kwenye ile computer room unaweza kupata hivyo vitu ambavyo unavitafuta. Ngochukua cheti pale kwamba somo la hisabati la jitihada kubwa, just solving. Nasoma kwamba hisabati ni speed ya mkono na accuracy ile akilini. Kwa hiyo yote yanapatikana kwa more solving. Zaidi ya 80% ya wale waliokabidhiwa tuzo hizo wameweza kufanikiwa na kufanya vizuri kitaifa na kimataifa katika masuala ya kemia na kuweza kuajiriwa na taasisi kubwa za ndani na nje ya nchi. Informative TV. We believe in knowledge.